Baby, naomba uonje ladha ya kahawa niliyotengeneza. Hivi wewe, hujaacha tu hiyo biashara yako ya kuuza kahawa? Yaani hujui tu jinsi gani unanikwaza kila ukipita mbele yangu na hilo jegi lako la kahawa. Kwani nani alikwambia utapata pesa ukifanya hiyo biashara? Lakini baby, mimi naipenda sana hii biashara ya kahawa na pia nataka kufanya kazi ili nipate pesa yangu mwenyewe. Lakini wewe badala ya kunisupport unanikatisha tamaa kila siku. Sio kwamba nakukatisha tamaa, ila nitarajia uje na wazo kubwa la biashara, kama biashara ya magari au labda biashara ya real estate au biashara yenye mwelekeo mkubwa zaidi kama miamala ya kimataifa, na sio biashara ndogo kama hii ya kahawa. Lakini baby, kwa nini unanikosoa kila kitu ninachokifanya? Tatizo lako cha usiku, hautambui kuwa umeolewa na nani. Kumbuka mimi ni tajiri mwenye ushawishi mkubwa kwenye jamii. Kwa hiyo siwezi kumruhusu mke wangu azunguke mtaani kuuza kahawa kwa kisingizio kuwa anafanya biashara yake. Cha usiku, kama unataka nikusapoti, unatakiwa kujitambua. Kwanza hebu toa hiyo kahawa yako hapa, maana sina muda wa kuonja huo ujinga wako. Kwa kweli sikutarajia maneno ya kukatisha tamaa kutoka kwako mume wangu. Sio siri, nimejisikia vibaya sana. Hebu toa huo upuzi wako hapa. Kila siku kahawa kahawa. Jamani, nimefurahi sana kuwaona leo. Hata sisi tumefurahi kukuona leo, maana ni siku nyingi zimepita tangu tulipoonana mara ya mwisho. Uko sahihi kaka, lakini pia naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa kusimamia siku ya kuzaliwa ya mama yangu, kipindi ambacho nilikuwa safarini. Kwa kweli nawashukuru sana kwa msaada wenu. Usijali Alex, tupo pamoja. Sawa, halafu nilivyokuwa safarini, mke wako aliniambia ana wazo la biashara na angependa niliangalie kisha nimwambie kama linafaa au halifai. Ndio maana nilivyorudi tu, ikabidi nije hapa ili niweze kuliona hilo wazo la biashara. Alex, wewe ndugu yangu na unanijua vizuri sana. Laiti kama mke wangu angekuwa na wazo la maana la biashara, ningekuwa nimeshakwambia siku nyingi sana. Lakini hili wazo lake la biashara nataka kukwambia ni aibu tupu. Yaani kama ningejua hii ndio sababu inayokuleta hapa nyumbani, ningekwambia usije. Unamaanisha nini Sam? Sikiliza Alex, huyu shemeji yako amekuwa akiniambia kuwa anataka kufanya biashara ya kuuza kahawa. Na mimi naona kabisa lengo lake ni kutaka kunitia aibu kwenye jamii inayotuzunguka. Baby, usiseme hivyo. Naomba basi unipe nafasi niitetee biashara yangu. Wala hata una haja ya kuitetea hiyo biashara, maana sitokubali kabisa unitie aibu. Kama nilivyokuambia Alex, hiyo biashara ni ndogo na ya aibu na siwezi kuikubali hata siku moja. Basi kama wewe haujaelewa biashara yangu, naomba uniruhusu nimuonyeshe shemeji Alex wazo langu la biashara. Kumbe umeandika kabisa na proposal ya huo upuuzi. Sam tafadhali, hebu mpe nafasi shemeji anionyeshe wazo lake la biashara. Shemeji, naomba nione wazo lako la biashara. Sawa. Tayari nimeshakutumia kwenye simu yako. Sawa. Kwa kweli siwezi kupoteza muda wangu kukaa hapa wakati nyinyi mnaendelea na huu upuuzi. Kama mkimaliza mtaniita, mimi naenda chumbani. Shemeji, ninachokiona hapa kinavutia sana. Asante sana Shem. Kwa hiyo unalionaje hilo wazo la biashara? Kusema kweli, hili ni wazo zuri sana na nina uhakika litafanikiwa. Kwa kweli nimependa sana mbinu uliotumia. Asante sana Shem kwa kunitia moyo, maana nilikuwa nimekata tamaa kabisa. Usijali Shem, tuko pamoja. Mpenzi, unafanya nini hapa muda huu? Maana nimeshtuka usingizini nikakuta haupo kitandani. Samahani mpenzi, nilikuwa najaribu tu kupanga vizuri biashara yangu. Yaani siku hizi sikuelewi kabisa cha usiku. Mbona hii biashara inakufanya uwe kama umechanganyikiwa? Kwani nimefanya kitu gani cha kushangaza mpaka unasema nimechanganyikiwa? Kutokuwa chumbani saa 9 usiku, hiyo ni dalili ya wazi kuwa umechanganyikiwa. Sikiliza cha usiku, kama unafanya hii biashara ya kahawa ili uweze kupata pesa, naomba uache. Kwa sababu mimi nipo tayari kukupa kiasi chote cha pesa unachohitaji kama mshahara kila mwisho wa mwezi. Jamani baby, mimi nataka tu nifanye kile ninachokipenda ili nitimize ndoto zangu. Cha usiku, niamini mimi, hakuna ndoto yoyote utotimiza kupitia biashara ya kahawa. Ndio maana nataka uachane nayo mara moja. Cha usiku, nataka uwe mke wangu.
Nataka ukae nyumbani, nataka ufurahie maisha, na kazi yako nataka iwe ni kunisupport kwenye mapambano yangu. Nadhani kwa maelezo hayo utakuwa umenielewa. Sasa naenda chumbani na nataka unifuate mara moja. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Mpenzi, kuna nini? Mbona umepoa hivyo? Huwezi kuamini mke wangu, biashara zangu zimefungiwa na mamlaka ya kodi na akaunti zangu za benki zimefungiwa. Yaani hata sikupata nafasi ya kusikilizwa ili kuelezea upande wangu. Kwa kweli hiyo sio haki kabisa. Walipaswa kukupa muda na nafasi ya kujitetea kabla ya kuchukua hatua za kufunga biashara zako na akaunti zako za benki. Kwa kweli hili swala limeniumiza sana kichwa changu mke wangu. Maana wamenihukumu na wakati kesi bado haijafika hata mahakamani. Na hawakupaswa kufunga akaunti zako zote kabla ya kwenda mahakamani. Hiyo sio haki. Tunahitaji kupata wakili mzuri kwenye hii kesi. Uko sahihi mke wangu. Nitachukua angalau mawakili bora 3 hapa mjini. Usijali mume wangu, nipo upande wako kabisa. Hatua yoyote utakayochukua nitakuwa na wewe bega kwa bega. Asante mke wangu, nathamini sana sapoti yako. Usijali mume wangu, tuko pamoja. Lakini tutapataje mawakili wazuri wakati akaunti zangu zote za benki zimefungwa? Mungu wangu, sikufikiria kuhusu hilo. Ni kweli ulisema akaunti zako zote zimefungwa. Unajua nini? Ngoja nimpigie simu Alex nione kama ataweza kunikopesha pesa. Sawa. Halo. Halo kaka, tafadhali naomba unikopeshe milioni 20, kuna dharura imetokea. Kwa kweli sina hicho kiasi cha pesa kwa sasa. Mimi mwenyewe nina hali ngumu sana na ninahitaji mtu wa kunikopesha pia. Alex anasema hawezi kunikopesha pesa kwa sasa. Mungu wangu, mbona hali inazidi kuwa mbaya? Yaani hata sijui nitafanyaje. Hapa nilipo nimechanganyikiwa mke wangu. Usijali mume wangu, kesho ninatarajia kupata shilingi milioni 70. Unatarajia kupata milioni 70? Kutoka wapi? Natarajia kupata hiyo pesa kutoka kwenye biashara yangu, maana kuna kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa kahawa niliwapelekea wazo langu la biashara. Wakalikubali na kunaahidi kuniwekea kiasi cha shilingi milioni 100 kwenye biashara yangu. Hebu subiri kwanza, unamaanisha biashara ipi? Biashara yangu ya kahawa. Kweli mke wangu? Kweli? Kwa kweli nashukuru sana mke wangu, na pia naomba unisamehe kwa siku zote nilizokuwa na ukatisha tamaa. Usijali mume wangu, unajua wakati mwingine wanawake tunataka kufanya kazi ili tuweze kusaidia familia zetu, na sio kwamba tunataka kufanya kazi kwa kujionyesha au kushindana na waume zetu. Kwa mara nyingine tena naomba unisamehe sana mke wangu. Kwa kweli sikuwahi kufikiria kama kuna siku utakuja kuniokoa kupitia biashara yako ndogo ya kahawa. Usijali mume wangu, mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega hadi ushinde kesi hii. Tafadhali njoo nikumbatie.